kombe la shirikisho. Target yenu mkiwa kama wachezaji ni kuhakikisha kwamba mnaipeleka Azam FC mpaka wapi? Siwezi kusema kwamba tutapeleka Azam FC mpaka wapi kwa sababu hakuna mtu ambaye anajua kesho yake. Ndio. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tupo katika group stage, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuvuka hatua hii. Kwa hiyo tutakaa kama team, tunaanzia wapi na kufanya vizuri katika mashindano haya. Baada ya matokeo haya, je, mna morali gani kuelekea mchezo ambao? Morali kubwa kwa sababu mchezo wetu uliokuwa mbele yetu utakuwa mgumu zaidi ya huu ambao tumetoka. Kwa hiyo tutajiandaa vizuri ili kukabiliana na michezo ambayo ilikuwa mbele yetu. Wewe kama Faisal, baada ya muda mrefu Azam FC, miaka takriban 12 wanashiriki michuano ya shirikisho, wanaingia kwenye michuano ya kimataifa lakini wanashindwa kuingia makundi, lakini uwepo wako wewe umesaidia kuingia makundi kwa mara ya kwanza. Hii kwa inazungumza nini? Mimi kwangu nafurahi zaidi kwamba nipo katika sehemu ambayo ya historia ya klabu wameweka kwa msimu huu, na pia najisikia faraja sana na tutaendelea kupambana kadri ya uwezo wetu ili kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Unakuwa kuna ugumu kiasi gani mnapokutana na timu kutokea Zanzibar? Ugumu upo kwa sababu tunajuana. Ndio maana mechi zinakuwa ngumu. Kama mchezaji muhimu kwenye kikosi, je, kuna lipi ambalo huwa unahamasisha wachezaji wenzio hususan wale ambao wanakuwa na pressure? Kila mchezaji anajua majukumu yake na kila mchezaji ambaye anajua yupo katika Azam FC lengo lake kufanya nini. Kwa hiyo tunakaa kwa pamoja ili kufanya vizuri na kuipambania Azam FC kufika mbali. Matarajio yako katika michuano hii hapo? Matarajio yangu kufikisha Azam FC sehemu ambayo nataka kufika. Kama klabu ilivyojiwekea malengo, ndio malengo yangu. Wengi wanajiuliza, wewe Msindo kwani umefanya nini? Mwana akili wewe. Risk chat. Tutakuwa club na kufanya vile ambavyo klabu inataka ili kufikia malengo. Pengine mna malengo gani baada ya hapa sasa? Pengine tuwashuhudia katika hatua ya finali, nusu finali ama kuchukua ubingwa kabisa? Sisi tunajipanga vizuri. Kwa sababu mashindano ya kimataifa kwamba tunajua ni magumu kiasi gani, na tunashukuru sana tuna benchi la ufundi ambalo lilikuwa bora, tuna kocha mzuri, kocha mwenye mafanikio makubwa, na kocha mkubwa Afrika. Kwa hiyo tutafuata matokeo yake, tutafuata na mifumo yake ili kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Faisal, nikikumbuka mara ya mwisho katika hatua kama hii ya makundi ulikuwa na Young Africans lakini hukufanikiwa kucheza hatua ya makundi. Ndani ya Azam FC umefanikiwa. Ni faraja kwa kiasi gani kwa upande wako kuandika historia? Kwangu mimi ni faraja kubwa, na ni malengo yetu kama wachezaji ili kuweka alama kubwa katika klabu hii kubwa ya Azam FC ili tufanye vizuri katika mashindano haya. Pengine uwepo wa wachezaji wenye experience ya kutosha kama Himidi Mau, Jafet Kitambala imeongeza motisha namna gani kwenu kama wachezaji? Imeongeza motisha kubwa kwa sababu ni wachezaji wakubwa, na wachezaji wazuri, na wamekuja kutuongoza vizuri kwa sababu ni wana experience kubwa katika mashindano haya. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumeunga kitu kimoja ili kufanya vizuri katika mashindano haya. Ndani ya kocha Ibenge, pengine mnajiona mkiwa wapi katika hii michuano ya kimataifa? Kocha Ibenge ni mchezaji ni kocha mzuri kama nilivyozungumza awali, ni kocha mzuri katika mashindano haya na anajua vizuri. Kwa hiyo tutafuata mifumo yake ili kufanya vizuri na kufika mbali katika mashindano ya kimataifa. Mlitegemea mtaconcede goli nyingi zaidi kiasi hiki? Sisi tumefanyia mazoezi na tumeangalia KMKM ubora wao na udhaifu wao. Kwa hiyo tumefanyia mazoezi na ndio maana tukapata magoli mengi katika mchezo leo. Ugumu wote ama ni rahisi? Mechi ilikuwa ngumu kwa sababu KMKM wamekuja kutuheshimu kwa sababu tuko nyumbani, na timu yote ambayo inakaa nyuma inakuwa ngumu sana kuwatanua na kufungua nafasi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu alitufundisha mwalimu katika uwanja wa mazoezi na tumekifanyia kazi tukapata magoli mengi. Unasema ukipiga hatua mbeleni ndio mambo yanakuwa magumu zaidi. Kwenye michuano hii kuna Wydad Casablanca, lakini na nyie pia Azam FC mko humo, lakini mna kocha mwenye profile kubwa. Kwenye hatua zinazofuata Faisal Salum, kama wachezaji mmeshajiandaa kisaikolojia? Bahati nzuri mashindano wachezaji wengi wanajua. Kila hatua wanaopiga mbele ni mashindano yanazidi kuwa magumu. Kwa hiyo sisi tutajiandaa vizuri kimwili na kiakili, na tutafuata maelekezo ya walimu, na mwalimu alituambia kwamba kila tunaposogea mbele mashindano yanazidi kuwa magumu. Kwa hiyo sisi tunataka uvumilivu na kutuliza akili na kufanya kazi. Ndio timu ambayo mmechukua hela nyingi za serikali. Sio kama Defilisi huko. Defilisi kweli? Defilisi. Mmekamia. Kabisa. Sawa, mimi nikushukuru. Asante sana, nashukuru. Mchezo lakini pia kwa matokeo ya leo. Namshukuru Mungu, hakika Mungu ni mwema. Sitopenda kusema mengi kwa sababu kaongea captain Mungu. Kwa hiyo leo ya Azam FC pengine mkiwa kama unajisikiaje kwenye hii? Najisikia vizuri
kama mimi kijana bado mdogo, ndoto kubwa sana kwa katika timu makundi, kwa najisikia furaha sana. Pengine labda anawazungumza kitu gani hasa pindi mnapokuwa mko mazoezini na kuambia matarajio ndani ya Azam FC? Kwanza ni kocha, pili ni mzazi. Kwa hiyo tuna furaha. Ugumu upo kwa sababu mechi za qualify kwa ugumu ulikuwepo, lakini namshukuru Mungu tumeweza kupata matokeo. Mtaibuka na ushindi wa goli. Zaidi lazima ukiingia vitani lazima na spirit ya kushinda. Pengine kwa hiki sasa ambacho kinatokea, mnawaahidi nini mashabiki huko safari mnapoelekea? Waendelee kutusupport na inshallah sisi kadri uwezo wetu tutaendelea kupambana. Asante sana. Sereri, kwanza nikupongeze kuwa miongoni mwa watu ambao wameandika historia ya Azam FC kuingia makundi. Mnajisikiaje mkiwa kama wachezaji? Kwa ujumla kama wachezaji, ukiangalia moja klabu imepambana kuingia makundi. Leo hii kama mchezaji na nipo katika squad ambayo imeweka historia. Kwangu mimi binafsi najisikia faraja, lakini kwa upande wa wachezaji wote, kila mchezaji yuko happy na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ile ambacho tumeipata. Pindi ambapo mnaanza michuano, pengine kocha Ibenge pengine alikuwa anazungumza na nini hasa? Na matarajio yapi alikuwa akiwaambia kuhusu karia yenu, lakini pia vile vile ndoto yenu ya kuipeleka Azam FC kwenye njia ya ahadi ambayo wanakuwa wanataka mashabiki wengi? Kwanza kabisa kocha ambacho alikuwa akisisitiza zaidi kwamba target kubwa ya klabu ilikuwa ni kufika hatua ya makundi. Kwa hiyo tangia tunaanza pre-season alikuwa akisisitiza kwamba target ya kwanza ya klabu ni makundi. Kwa hiyo naamini kwamba kile tunachokifanya mazoezi na kile ambacho akisisitiza mwalimu ndio hicho ambacho kimetokea leo. Naamini kwamba kile ambacho kiweka malengo na ukamfuatisha mwalimu anachokisema, alhamdulillah Mwenyezi Mungu anabariki. Pengine kuna kitu chochote ambacho mna wadogo zenu ambao ni timu ndogo, kuna namna ambavyo wanabidi wajifunze kwa timu kubwa kwa ajili ya kuendeleza mwendelezo ule ambao Azam FC wameanzisha hii leo? Ni kweli, kwa sababu wanasemaga hatua moja huanzisha hatua nyingine. Naamini sisi watu ambao walikuwa wakiingia hatua makundi mara nyingi na ilikuwa kiu yetu muda wote. Naamini kwamba kwa hicho tulichokifanya itakuwa beta kwa watu ambao wanakuja nyuma yetu kujifunza kupitia sisi. Mnawaahidi nini mashabiki kwenye safari mnapoelekea? Na kikubwa ninachowaahidi mashabiki kuingia hatua makundi, na malengo yalikuwa makubwa ni kuingia hatua makundi, lakini tushaingia hatua makundi. Kinachobaki sasa hivi ni malengo. Kikubwa Mwenyezi Mungu atatupiga hatua zaidi hii tuliyofika. Shukrani sana. Asante sana. Binafsi sasa ndugu zangu, fika nafikiri huu ni mwanzo, so tuendelee kuwa pamoja. Nafikiri mengi mazuri yanakuja, klabu inakuwa inakomaa, wachezaji wanakuwa wanakomaa, so mengi yanakuja. Naamini kwa siku moja klabu ya Azam FC italeta kombe la Afrika hapa Tanzania. Mpaka sasa goli la mama limeongeza kitu gani kwa ninyi wachezaji? Bonus yote ni kitu cha muhimu sana kwenye michezo kwa ujumla. So nafikiri bonus anaotoa mama inatumotivate sisi, sio tu kushinda game, kufunga magoli mengi kadri tunavyoweza, kuweza kukusanya pesa nyingi kadri tunavyoweza pia. Midi unaonekana kuwa mkongwe sana kwenye timu. Pengine labda unajisikiaje kuwa miongoni mwa watu ambao wameweka historia ndani ya Azam? Naomba nipe tafsiri ya ukongwe kwanza ili nielewe. Una muda mrefu sana mzao. Okay, nafikiri sio kitu kibaya. Najitunza, nacheza vizuri ndio maana. So nafikiri hata watu wengi nilianza nao kucheza nao wengine hawachezi kwa sababu nafikiri kwa changamoto moja na mbili, lakini kwa upande wangu najitunza sana, najali sana afya yangu, najali sana career yangu. Nafikiri hiyo ndio siri ya kuwa hapa leo. Matokeo haya leo yameleta kitu gani kwa upande wenu hususan kwa mechi mnazoendelea kucheza? Nafikiri ni hatua moja kuelekea tunapoelekea. So nafikiri chochote kichotokea leo kinaishia leo, then nafikiri hatua inayokuja sio nyepesi, itazidi kuwa ngumu. So inabidi tufunge mkanda kwenda kupambana na stage inayokuja mbele. Shukrani sana. Okay.